Je, Iran imekabiliana vipi na bobwaje za Trump dhidi ya kiongozi wa mapinduzi? Iran imekabiliana vipi na bobwaje za Netanyahu za kutaka kumwangamiza kiongozi wa mapinduzi? Bobwaja na hambarara za Rais Donald Trump wa Marekani kuhusu Imam Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, zimekabiliwa na radiamali kali kutoka kwa viongozi wa Iran. Said Abbas Araghchi, waziri wa mashauri ya kigeni wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amesisitiza kuhusiana na swala hili kwamba kama kweli Trump anataka kufikia makubaliano na Iran, ni lazima aache kutoa matamshi ya dharau na yasiyokubalika dhidi ya kiongozi mwadhamu, matamshi ambayo pia yanaumiza hisia na nyoyo za mamilioni ya wafuasi wake wa kweli. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesisitiza kuwa watu wakubwa na wenye nguvu wa Iran waliodhihirishia dunia kwamba utawala wa Israeli hauna budi ila kumkimbilia baba yake Marekani ili kuepuka kusambaratishwa na makombora yetu, hawatavumilia vitisho na matusi yanayotolewa na utawala huo dhidi ya viongozi wao. Iwapo hali hiyo itapelekea kufanyika makosa makubwa zaidi, Iran haitasita kufichua uwezo wake halisi, na hili bila shaka litaondoa uvumi wowote kuhusu uwezo wa Iran. Ameongeza kwa kusema, nia nzuri huleta nia nzuri na heshima huleta heshima. Uwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa mjini New York pia umejibu vitisho vya kuuawa kigaidi kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu na Marekani na utawala wa Kizayuni katika akaunti yake rasmi ya X kwa kusema, Marekani na utawala wa Kizayuni zimetishia waziwazi kumuua kiongozi mwadhamu. Kitendo hiki cha jinai ni mfano wa wazi wa ugaidi wa serikali ambao haupaswi kufumbiwa macho. Kufuatia matamshi na vitisho visivyo na haya vinavyotolewa na watawala wa Marekani na Israeli dhidi ya kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, Misra Said Iravan, balozi na mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa, amewaandikia barua katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, mwenyekiti wa Baraza la Usalama na mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, akiwataka walaani vitisho hivyo kwa nguvu zao zote na kuchukua hatua zinazofaa dhidi ya wanaotoa vitisho hivyo. Katika barua hiyo, mwakilishi wa Iran amesisitiza kuwa vitisho vya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ni mfano wa wazi wa ugaidi wa serikali. Iravan ameongeza, tunatoa wito kwa Baraza la Usalama kutekeleza majukumu yake ya kisheria kuhusu matamshi haya ya jinai na uchochezi. Inaonekana kwamba bobwaja za Trump kuhusu kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu zinatokana na misimamo yake madhubuti dhidi ya misimamo ya kibeberu na ubabe wa Marekani dhidi ya mataifa mengine, ikiwa ni pamoja na msimamo wa Washington dhidi ya mpango wa amani wa nyuklia wa Iran. Imam Khamenei mara zote amekuwa akijibu kwa nguvu na bila uoga wowote vitisho vya kipumbavu vya Trump, huku akiashiria misimamo ya kimantiki ya Iran na kusisitiza mukawama wa taifa la Iran dhidi ya uvamizi wowote wa adui dhidi ya Iran. Kufuatia ujumbe wa tatu wa televisheni wa Ayatollah Khamenei baada ya utawala wa Kizayuni kuivamia Iran, kituo cha televisheni cha Marekani CNN kilitangaza kuwa katika hotuba yake ya kwanza baada ya kutangazwa usitishaji vita kati ya Iran na Israeli, kiongozi mwadhamu wa Iran alituma ujumbe wa wazi kwa Rais Donald Trump wa Marekani kwamba Teherani kamwe haitasalimu amri. Rais wa Marekani, ambaye anatumia kauli zinazokinzana na tabia zisizo na busara kuhadaa maoni ya umma, amekasirishwa mno na maneno ya kiongozi wa mapinduzi kuhusu kushindwa Marekani na hajaweza kuvumilia maneno hayo ambayo yameharibu kabisa simulizi na taswira zake zote za uongo. Nukta nyingine ni kwamba madai mapya ya Donald Trump kuhusu vikwazo dhidi ya Iran ni aina fulani ya jaribio la kuficha kushindwa kwa siasa zake za mashinikizo ya juu zaidi za Marekani dhidi ya Iran. Katika taarifa zake za karibuni, Trump amedai kuwa alikusudia kupunguza vikwazo dhidi ya Iran, lakini maneno ya kiongozi mwadhamu yamezuia uamuzi huu. Madai haya ya kitoto si tu hayana kweli wowote, bali pia yanaonyesha hana uelewa wa kutosha kuhusu hali ya Iran na watu wake. Jumuiya ya kimataifa inajua wazi kwamba siasa za Trump kuhusu Iran haziongozwi kutokana na nguvu, bali na kukata tamaa. Tishio la wazi la Trump dhidi ya kiongozi wa mapinduzi sio tu ni ukiukwaji wa wazi wa sheria na kanuni za kimataifa, bali ni mwanzo wa mchezo hatari. Trump anajua kuliko mtu mwingine yeyote kwamba kosa lolote la kistratejia kuhusu taifa la Iran linaweza kuifanya dunia nzima kutokuwa salama na kuwa kichinjio cha wavamizi na washirika wao. Hili sio tishio, bali ni ukweli ambao watawala wa Marekani na Israeli wanauelewa vizuri. Vile vile, afisa wa ngazi ya juu wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas ameonya kuwa
kuendelea mashambulizi na hujuma za Israeli kunazidisha mapambano na mukawama wa wananchi wa Palestina dhidi ya magasibu wa Zayuni. Osama Hamdan ambaye ni mmoja wa maafisa wa ngazi ya juu wa Hamas amesema tangu wiki 4 zilizopita hadi sasa serikali ya Marekani haijatangaza msimamo wake wa wazi wa kulaani hatua ya Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni wa Israeli, ya kukataa pendekezo la kusimamisha vita. Afisa huyo wa ngazi ya juu wa Hamas amesisitiza kuwa katika muda huu wote hakuna ishara yoyote mpya kutoka kwa Wazayuni magasibu ya kusitisha mashambulizi katika maeneo ya Palestina. Hamdan ameongeza kusema Hamas inaendeleza jitihada za kufikia mapatano ya kusitisha vita na mashambulizi dhidi ya watu wa Palestina. Ameashiria pia kwamba Hamas pamoja na wapatanishi wanafanya juhudi za kufikia usitishaji vita na kufunguliwa vivuko ili kuruhusu misaada na kuboresha hali ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza. Vilevile vyombo vya serikali ya Marekani vimetahadharisha kuhusu uwezekano wa kuendelea mashambulizi ya mtandaoni ya Iran dhidi ya miundombinu na mitandao ya nchi hiyo, hususan makampuni yenye mfungamano na utawala wa Kizayuni wa Israeli. Mtandao wa ABC umenukuu vyombo vya serikali ya Marekani vikionya kwamba makundi ya mtandaoni yenye uhusiano na Iran na wadokuzi huenda wakaendelea na shughuli zao za kulenga vifaa na mitandao ya Marekani. Mtandao huo wa Marekani umeendelea kuwa makampuni ya sekta ya ulinzi, hasa yale yenye uhusiano na Israeli, yanakabiliwa na hatari inayoongezeka kila siku. Awali Wizara ya Usalama wa Ndani ya Marekani ilikuwa imeonya kwamba uwezekano wa mashambulizi ya mtandaoni ya wadokuzi wa Iran umeongezeka zaidi kutokana na mvutano kati ya Iran, Marekani na Israeli. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Mshauri wa ngazi ya juu wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei amefichua kuwa Israeli ilikuwa imepanga kushambulia mkutano wa ngazi ya juu wa maafisa wa Iran wakiwemo viongozi wa serikali na baadaye kumlenga kiongozi muadhamu mwenyewe, lakini mpango huo ulizimwa kwa mafanikio. Akizungumza Jumapili katika mahojiano ya television, Larijani aliongeza kuwa mipango ya adui katika vita hii ilikuwa kuwalenga makamanda wa IRGC na vituo muhimu vya kitaifa kwa wakati mmoja. Walidhani wangeweza kuwashinikiza baadhi ya viongozi wa serikali kuusaliti mfumo wa Kiislamu kwa vitisho. Larijani aliyekuwa spika wa bunge kati ya 2008 na 2020 amefichua zaidi kuwa wakati wa vita Israeli ilijaribu kutisha maafisa mbalimbali wa Iran, ikiwa ni pamoja na wanasiasa, maafisa wa kijeshi na maafisa wa usalama. Akifafanua zaidi alisema, Ijumaa walinipigia simu na kunipa saa 12 kuondoka Iran au kutoka Tehran, la sivyo ningepitia hatima kama ya mashahidi kama jenerali mkuu wa majeshi ya Iran Mohammad Hossein Bagher na kamanda wa ngazi ya juu wa kijeshi Jenerali mkuu Ghulam Ali Rashidi. Niliwapa jibu walilostahili. Akirejelea mashambulizi ya Marekani dhidi ya maeneo ya amani ya nyuklia ya Iran kama Fordo, Natanz na Isfahan, Larijani alifafanua kuwa ni juhudi za kuokoa sura na kusema acha waendelee kufurahia hilo. Akitaja hatua za Iran za kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi ya Marekani nchini Iran, Larijani alisema kati ya makombora 14 ya Iran, 6 yalilenga kambi ya Marekani nchini Qatar na yalipiga kwa nguvu, kila moja likiwa na kilo 400 za mada za milipuko. Larijani amesema Rais Donald Trump wa Marekani alijaribu kuokoa sura kwa kudai kuwa ni kombora moja tu ndilo lililopiga kambi hiyo, kwa hivyo tunamruhusu afurahie ndoto zake. Shukran kwa Baba ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.